Kwa sasa Ujerumani imefunga ubalozi wake nchini Sudan Kusini, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo vinavyochochewa na mvutano unaoongezeka kati ya Rais Salva Kiir wa nchi hiyo na makamu wake wa kwanza Riek Machar. Veronica Mapunda na maelezo zaidi. Berlin imesema hatua hiyo imefanywa ili kulinda usalama wa wafanyakazi wa Ujerumani na kuwashutumu Kiir na Machar kwa kutumbukiza nchi katika wimbi la ghasia. Serikali ya Ujerumani imesema siku ya jana kwamba inaufunga kwa muda ubalozi wake nchini Sudan Kusini kutokana na mzozo unaozidi kuwa mbaya katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani katika mtandao wa kijamii wa Blue Sky imesema baada ya miaka mingi ya kuwepo kwa hali tete ya usalama, sasa Sudani Kusini iko njiani kudumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sudani Kusini ilipata uhuru wake mwaka 2011 kutoka Sudan na muda mfupi baadaye iliingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe, na mwaka 2020 Rais Salva Kiir na mpinzani wake makamu wa rais Riek Machar waliunda serikali ya pamoja ya mpito, lakini kwa sasa uhusiano baina yao unaonekana kuwa mbaya kwa mara nyingine. Naam, kufuatia Ujerumani kufunga ubalozi wake mjini Juba, nimezungumza na mwanahabari Deka Baro kutoka BBC Monitoring kuhusu vurugu inayoshuhudiwa Sudan Kusini, na nimeanza kwa kumuuliza usalama uko vipi kwa sasa nchini humo. Hali ya usalama nchini Sudan Kusini ni mbaya, kwani kumekuwa na ripoti za ghasia, ukosefu wa utulivu wa kisiasa na migogoro ya kibinadamu. Licha ya kutiwa saini kwa mkataba ya amani, ikiwa pamoja na mkataba uliohusishwa na wa utatuzi wa mzozo wa Sudan Kusini, Revitalized Peace Agreement mwaka wa 2018, utekelezaji umekuwa wa polepole na umekuwa na changamoto mingi. Kwa mfano mwezi huu hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la ghasia kati ya vikosi vya serikali Sudan People's Defense Forces na vikundi vya upinzani kama vile Sudan's People Liberation Movement in Opposition inayoongozwa na Riek Machar. Mwezi huu kwa mfano mapigano yalizuka kati ya jimbo la Upper Nile kati ya South Sudan Defense Forces na makundi ya wenyeji wenye silaha yanayojulikana kama White Army na kusababisha hasara kubwa miongoni mwa wapiganaji na raia. So sababu hizi hali kwa sasa kwa South Sudan si nzuri sana. Uhusiano kati ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wake Riek Machar unazidi kusambaratika. Mbona wawili hao wameshindwa kutatua tofauti kati yao? Kuna sababu kadhaa zinazochangia viongozi hawa wawili kushindwa kutatua tofauti yao. Kwa mfano, kutoaminiana kati yao, kwani uhusiano wao umekumbwa na shutuma za usaliti na makabiliano makali tangu 2013. Kutokuwa na imani huku kunafanya iwe vigumu kwa kushiriki katika mazungumzo ya kweli au kushirikiana vilivyo ndani ya mfumo wa kugawana mamlaka. Kingine pia ni mgawanyiko wa kisiasa. Ni sababu kwa vile ukiangalia mazingira ya kisiasa nchini South Sudan yamegawanyika sana. Kwa mfano, baada ya mgawanyiko wa awali kati ya SPLM inayoongoza South Sudan, ile ya Kiir, na SPLM in opposition ya Machar, makundi mengine mengi yaliibuka na hivyo kutatiza mazungumzo ya amani. Mamlaka ya maendeleo ya kiserikali kama vile IGAD, ambayo ni mpatanishi wa mazungumzo ya amani, mara nyingi huweka kipaumbele makabiliano ya kati ya pande hizi mbili kuu, huku ikipuuza maslaha ya mikundi madogo yaliyogawanyika. Kutengwa huku kunasababisha kutoridhika kwa wadau mbalimbali wanaohisi mamlaka yao hayashughulikiwi. Kwa ufupi tu, kushindwa kwa Salva Kiir na Riek Machar kufikia azimio la kudumu la amani sana kutokana na kuaminiana kwa kina kati yao, mgawanyiko wa kisiasa ndani ya uongozi wa South Sudan, masuala muhimu ambayo hayajatatuliwa kuhusiana na utawala na usalama, ushawishi wa nje pia vinachangia mgogoro kuendelea. Tayari Kiir amewazuia ama kuwafunga baadhi ya viongozi wa chama cha SPLM, kile cha upinzani ambacho ni chama chake Riek Machar, serikali ikihusisha chama hicho na wapiganaji wa White Army. Tayari pia uongozi wa taifa hilo umegawanyika, uchaguzi ulihairishwa. Mwelekeo ni upi kwa taifa la Sudan Kusini? Tukizingatia miendeleo ya sasa, matukio kadhaa yanaweza kutokea. Kwa mfano, mgogoro unaweza endelea, ushindani unaendelea kati ya Kiir na Machar unaweza kusababisha mkwamo wa muda mrefu ambapo hakuna upande unaweza kupata uungwaji mkono wa kutosha ili kutawala bila kutumia vurugu. Kunaweza pia kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa
ndipo utaona vile jumuiya ya kimataifa inaweza kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa viongozi wote wawili kushiriki katika mazungumzo ya maana na kuzingatia makubaliano ya amani. Kunaweza kuwa na kugawanyika kwa upinzani zaidi. Iwapo uchaguzi kwa mfano utaendelea kuahirishwa kwa muda usiojulikana, makundi ya upinzani yanaweza kusambaratika zaidi na hivyo kusababisha kuongezeka kwa ushindani kati ya mirengo mbalimbali badala ya kuwa na msimamo mmoja dhidi ya serikali ya Kiir. Uwezekano pia wa miendo mpya ya viongozi, ikiwa kutoridhika kwa umma kunakuwa kwa kiasi kikubwa kutokana na matarajio ambayo hayajafikiwa kuhusu utawala au usalama, kunaweza kuwa na wito wa uongozi mpya nje ya ushindani ulioanzishwa na Kiir na Machar. Na malumbano haya kati ya Kiir na Machar inaacha wapi mkataba wa amani ulioafikiwa mwaka 2013? Malumbano kati ya Salva Kiir na Riek Machar kunaacha mkataba uliohusishwa wa amani wa 2013 katika hatari ya kuvunjika kutokana na kuongezeka kwa mvutano, ukosefu wa uaminifu, kushindwa kutekeleza masharti muhimu, uwezekano wa kutokea upya wa ghasia na hali mbaya ya kibinadamu. Bila dhamira ya kweli ya kisiasa kutoka kwa viongozi hawa wawili kuzingatia masharti ya makubaliano na kujadiliana kwa njia yenye kujenga, kufikia amani ya kudumu bado ni vigumu kwa South Sudan. Hivi majuzi pia SPLM ya Riek Machar ilisema kuwa imejitoa katika agreement ya mwaka wa 2013. Ni mwandishi wa BBC Monitoring Deka Barrow anahitimisha mazungumzo baina yake na mwenzangu Beldin Waliaula. Kwenye ukurasa wa Facebook wa BBC, Humphrey Masi anasema yuko Singida, Tanzania. Anasema Urusi na Ukraine wenyewe walishachoshwa na vita hivyo unamshukuru Trump kwa kuwaleta pamoja kwenye suluhu ya mazungumzo. Jeremia Mpole anasema niseme Isaya Sambu, mpenda amani wa Tanzania, hao majeshi wapiganao watambue kuna maisha mengine baada ya madaraka. Si busara kugombania madaraka kwani wanatesa raia wao. Haya akizungumzia ya kule Sudan. Na watafiti wa masuala ya afya nchini Tanzania wametahadharisha juu ya ongezeko la matatizo ya shinikizo la juu la damu kwa watoto. Utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi ya Tiba Masayansi Shirikishi Muhimbili wamebaini tatizo hilo kubwa kwa watoto wenye umri wa kuanzia miaka 2 hadi 5 na kubaini sababu na namna ya kuepuka tatizo hilo. Awali nimezungumza na Dr. Jida Said, kiongozi wa utafiti huo ambaye pia ni daktari bingwa wa watoto, kutaka kufahamu kwa namna gani wamebaini tatizo la shinikizo la juu la damu kwa watoto. Tulifanya tafiti hii kwa watoto wenye umri wa miaka 2 hadi miaka 5 ambao wanasoma shule za awali kwa kuwapima shinikizo la damu pamoja na urefu. Shinikizo la damu lilipimwa vipimo vitatu, halafu tukachukua wastani wa hizi shinikizo 3 za damu, na ule wastani ndio uliotumika katika kujua shinikizo la damu liko katika kiwango gani. Tatizo hili limesababishwa na nini hasa, Dr. Jida? Ziko sababu mbalimbali zinazosababisha shinikizo la damu la juu kwa watoto, na tofauti na watu wazima ambapo mara nyingi huwa haijulikani kwa watu wazima, lakini kwa watoto mara nyingi huwa inasababishwa na magonjwa mengine, matatizo mengine ya afya kama vile magonjwa ya figo ama uvimbe ama matatizo tofauti ya homoni yanayopelekea shinikizo la damu la juu. Sisi tafiti yetu ilikuwa inalenga kuangalia vitu ambavyo vinaambatana na tatizo la damu kwa watoto. Hivyo basi tulipowabaini wale wenye shinikizo la juu la damu, ilionekana kwamba wenye watoto ambao wana unene kupita kiasi wako